Watu wanaokuzunguka kila mmoja atakuwa anajihesabia haki kupata kitu kutoka kwako. Yaani mali ulizonazo, fedha na muda na nguvu ulionao, kila mmoja atakuwa anaona anastahili kupata. Kwa hiyo ndugu zako, marafiki zako, familia, watu wanaokuzunguka kazini, kila mmoja atakuwa anajiona ana haki ya kupata kitu kutoka kwako. Lakini moja kitu kizuri sana unatakiwa uwe nacho kwenye maisha yako ni kubali kwamba wewe una mipaka. Kama mwanadamu una mipaka. Ni Mungu pekee ndiye ambaye ana sifa za kufanya kila kitu wakati wote bila kuwa na mipaka yote. Wanasema Mungu ana sifa kubwa 3. Moja ni omnipotent, ana uwezo ambao hauna mipaka. Anaweza kufanya chochote wakati wowote kwa namna yeye anavyopenda. Pili ni omnipresent, yuko kila mahali, huwezi kumzuia, huwezi kumwekea mipaka. Lakini 3 ni omniscient, anajua kila kitu, huwezi kumwekea mipaka katika ufahamu wake na uelewa wake pia. So, wewe ni binadamu, una hizo sifa. Huwezi kuwepo kila mahali kwa kila wakati, huwezi kufanya kila kitu kwa kila wakati na kwa kila mtu. Huwezi kuelewa na kujua kila kitu mtu anachokiwaza au kinachotakiwa kufahamika au kitu cha kesho pia. Kwa sababu hiyo lazima ujikubali kwamba una mipaka. Kuna watu wanatarajia utawafanyia vitu, utaweza. Kuna watu wanataka uwasaidie kwenye mambo fulani, utaweza. Kuna mambo 4 muhimu ya kuyakumbuka kuhusiana na mipaka yako, ambao ukijiwekea itakupunguzia stress nyingi sana kwenye maisha yako.